Sera ya maji ya mwaka 2002 toleo la 2025 inasisitiza upatikanaji wa maji safi na salama kwa Watanzania wote. Lakini vile vile, kutokana na kufuata vizuri na kuitekeleza sera hii, katika miaka michache iliyopita, Tanzania imepata mafanikio makubwa sana katika kufikishia watu maji safi na salama. Hivi leo tunavyoongea, zaidi ya 85.2% ya Watanzania walioko vijijini wanapata maji safi na salama, na zaidi ya 92.5% ya Watanzania walioko vijijini wanapata maji safi na salama. Mpaka tunavyoongea hivi leo, vijiji vya Tanzania ambavyo vimefikiwa na maji safi na salama ni 10,758. 10,758. Vijiji vilivyobaki ni 1,575. Ndio maana tunapofurahia sana habari ya kukuza na kuendeleza vyanzo vyetu vya maji, lazima pia tuangalie sana umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji yetu. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji safi na salama iweze kufanikiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametutoa mbali sana wizara yetu ya maji. Itoshe kusema Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Watanzania. Tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Makamu wa Rais, maelekezo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anataka matokeo. Wewe Makamu wa Rais umeendelea kusisitiza mnataka matokeo. Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka maelekeo. Nataka niwahakikishie mimi Juma Aweso nikiwa na naibu waziri kaka yangu Injinia Kundo, katibu mkuu wa Wizara ya Maji, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maji, management ya Wizara ya Maji na watendaji wa Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania waishio mijini na vijijini waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa umuhimu huo, serikali ikaona haja ya kuanza kulipanua hili bwawa. Sasa hivi linapanuliwa hili bwawa, kwa hiyo linakuwa na uwezo wa kuongeza maji takribani lita bilioni 22.06. Hivyo linakuwa na uwezo wa upatikanaji wa maji kwa asilimia 100 kwa manispaa ya Morogoro. Kwa kupitia wataalamu wa ndani, tuliamua kutengeneza mfumo ambao unakusanya data kutoka kwa Mamlaka ya Hali ya Hewa TMA pamoja na vituo vilivyoko katika maeneo yetu yote nchini yanayokusanya takwimu za viwango vya maji kwenye mito yetu. Baada ya mchakato huo tunapata utabiri wa zaidi ya siku 10 mpaka miezi mitatu. Hivyo kwa mfumo huu unaturahisishia sisi kuchukua hatua za haraka kama kutakuwa na upungufu, kwa maana itaonyesha kama trendi ya mfumo huu utaturahisishia kujua ni kiwango cha maji kiasi gani kinaingia kwenye bwawa.